askari hawa hawalali, wanalinda mipaka. Watu wanajaribu kupenya kuja kwenye nchi, kuonja utamu wa nchi yetu. Wanakimbia nchi zao kwa sababu ya ugumu wa maisha uliopo. Kwa hiyo tuendelee kuipenda nchi yetu. Nchi yetu ni tamu, ni nzuri, ina amani, na tutaendelea kulinda amani kama mboni ya jicho. Muda huu ni muda wa kuwa pamoja kama vijana. Ni muda wa kujenga mshikamano. Sio muda wa kunyosheana vidole. Mdogo wangu Sufyan, na saa hii naendelea kuwapa jumuiya ya chama chetu ya vijana ndiyo infantilia ya chama chetu. Nikisema infantilia mnanielewa? Ndiyo frontline, jeshi frontline la kutetea na kulinda chama chetu. Wakati wa kwenda kwenye mapambano ndiyo muda wa kujenga nidhamu, ndiyo muda wa kuimarisha mshikamano na si vinginevyo. Nadhani mmenielewa. Na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na katibu jambo hili wamelisisitiza kwamba ni muda wa kuwa wamoja, ni muda wa kupigania na kutetea chama chetu cha Mapinduzi, kwa sababu chama cha siasa chochote lengo lake ni kushika dola, si ndio? Ndio. Na huu ni mwaka wa uchaguzi kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chama chetu cha Mapinduzi kinafanya kazi nzuri, na Watanzania kwa mujibu wa katiba mwaka huu tunayo fursa ya kurudi kwao kunadi ilani mpya ya Chama cha Mapinduzi itakayoanza mwaka 2025 mpaka mwaka 2030. Na infantilia ya Chama cha Mapinduzi ni jumuiya hii ya vijana. Mimi nikaambia viongozi wetu wa chama, nikaambia ndugu zangu, kama ni kunifukuza mimi niko tayari niwe mbunge wa kipindi kimoja, lakini siwezi kuwa sehemu ya unyonyaji wa mkulima wa kahawa kama mbunge. Watu wakanipiga vita, wakachanga 2020 ili niwe mbunge wa kipindi kimoja ili ufisadi uliokuwepo kwenye ushirika uendelee, lakini Mungu akawalegeza na wakashindwa na kulegea. Sasa hivi mnaona sera nzuri ya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye kusimamia zao la kahawa kupitia Wizara ya Kilimo. Hata jana nilikuwa na kakangu Mheshimiwa Bashe, tunazungumzia msimu huu na changamoto zilizopo. Bei ya kahawa msimu huu tutaendelea kuifaidi, lakini ni kwa sababu ya umakini wa rais wetu katika kusimamia zao la kahawa kupitia Wizara ya Kilimo. Kipindi kile haikuwa kazi ndogo. Mnajua vita ambayo ilikuwepo hapa kwenye mambo ya ushirika. Mimi nilikataa kuwa sehemu ya kuwa mnyonyaji wa wakulima, nikasema siwezi kuona Karagwe ambayo ilinizaa na kuniamini kunipeleka bungeni watu wanatumia ushirika kujitajirisha. Nikasema over my dead body. Kasimama kidete, tumeunyosha ushirika. Sasa hivi ushirika unaendelea kufanya kazi kwa mujibu wa taratibu za ushirika ili kuleta ushindani kwenye bei ya kahawa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Na sasa hivi ni kuombe OCD, tunapoingia kwenye msimu wa kahawa, kwa sababu ya bei kuwa nzuri, kutakuwa kuna uhalifu mkubwa kule mashambani. Wewe na vijana tusimamie ili kuhakikisha mkulima anapata usingizi akisubiri mnada kwenye chama cha msingi ili aweze kufaidi jasho lake ambalo amepambana kule shambani. Ikitokea mtu yeyote anaingia tamaa anataka kuiba kahawa, shughulika nao OCD. Hata mafuta ya operation tahakikisha unayapata ili kushughulika na wale wezi ambao wanaenda kwenye mashamba kwa ajili ya kudhulumu haki ya wakulima ambao wameshinda kwenye jua, wamelima na jasho lao, alafu inafika wakati wa kuvuna, mtu anaenda usiku kwenda kukata tawi la kahawa na kuliburuza kwenda kichakani achume apeleke, alafu
Mtu yeyote kwenye upande wa jeshi la polisi akibainika anakuwa sehemu ya uhalifu huo, OCD shughulika nao. Kwa ndugu vijana washiriki wa kambi, muendelee kuamini chama chetu kama kinavyowaamini kwamba vijana, ule wimbo wetu vijana 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 tayari kuitumikia taifa 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 Tanzania. Huu wimbo ndugu zangu, wadogo zangu, toka Mwalimu Nyerere anapigania uhuru pamoja na waasisi, wimbo huu umeisaidia Tanzania kujikomboa. Niwaombe vijana wadogo zangu, maneno haya yawape shime, yawape hamasa ya kuendelea kutetea chama chetu cha Mapinduzi.